Mpenzi mtazamaji wa Asheri Media, karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya Asheri Media. Leo Dodoma mjini katika ukumbi wa Roma Complex kumeweza kufanyika uzinduzi wa mchezo wa mishale maarufu kama darts. Mchezo huo umeweza kukutanisha wadau kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo Musoma, Mwanza, Shinyanga, Mbeya, Singida, Dar es Salaam pamoja na Dodoma. Lengo na madhumuni ni kupata mshindi mmoja atakayewakilisha mchezo huo kitaifa. Asheri Media ilipata wasaa kuzungumza na mjumbe mwakilishi wa wanawake wa mchezo wa mshale taifa, naye alikuwa na haya. Mimi kwa majina naitwa Innocentia James Masao. Ninafanya kazi Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma, lakini pia ni mjumbe mwakilishi wa wanawake taifa katika mchezo wa mishale, lakini pia ni balozi wa mchezo wa darts katika Jeshi la Polisi kupitia askari wa kike. Niko hapa leo kushiriki mashindano ya taifa ya kada ambayo leo mgeni rasmi ametoka kwenye Baraza la Michezo Tanzania ambayo amewakilisha na kwa wizara na waziri wa michezo. Kwa hiyo uzinduzi huu wa ligi hii ya taifa ambayo ni mashindano ya mishale Tanzania yamezinduliwa hapa katika ukumbi wa Roma Complex ambao haya maeneo yanamilikiwa na Jimbo Katoliki Dodoma, ni wa Roman Catholic ambapo hapa ili eneo wamejitahidi sana kujenga viwanja vingi vya michezo huu wa darts, ambapo watu wengi wamekuwa hauelewi, lakini umeanza tangu zamani sana na watu wanacheza. Hususan pia mimi nilishakwenda Rwanda katika kuwakilisha Jeshi la Polisi na polisi wakachukua ushindi kule. Kwa hiyo huu mchezo wa vishale tuna salamu yetu tunapenda kusema darts, new friend darts 501 game shot. Kwa hiyo una taratibu zake na kanuni zake za kucheza. Huu mchezo watu nimeona kama hata Samiarism wamejoin na sisi kuja kuangalia kitu kizuri kinachoendelea, wanajifunza. Tukiangalia na zile principles za mama anavyo kwamba kila sehemu anapenda kila mtu afurahi na kila mchezo afurahi. Leo tumewaona Samiarism wamekuja. Samiarism nitawaelezea kwa sababu siwezi kuelezea sana, lakini kwa jinsi mlivyonielezea ni watu ambao wanahuisha au wanaishi ndani ya zile kazi anazofanya Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa mimi nilienda kwenye mada za huu mchezo. Kila mtu anayecheza huu mchezo kwanza ni mahesabu na ni mchezo mzuri. Watu wengi wanapenda kusema kwamba ni mchezo wa walevi. Hapana. Zamani watu walipenda kucheza mabaa kwa sababu ndiko viwanja vingi vilikojengwa. Kwa sasa hivi pia tumeiomba pia Wizara ya Michezo waweze kujenga viwanja hivi katika maeneo ya viwanja vya michezo kama michezo mingine kama basketi, volleyball, netball, football. Kwa hiyo na huu ni mmoja wa mchezo ambao kwa kweli unawatoa kimasomaso wa Tanzania. Ni watu hawajaufuatilia. Mimi nimeisha kusema kwamba hata Azamu wanafadhili mashindano mengi ya ngumi ya nini, nimeona mpaka table. Sasa waingie huku kwenye mchezo huu wa vishale wa darts. Unaona kwa mfano hawa ukiangalia hawa ni kanisa, ni Jimbo Katoliki la Dodoma. Lakini wameona watu wakikaa, huu mchezo kwanza unaondoa stress. Ukiwa na stress zako unacheza huu mchezo kwa sababu ni mahesabu. Na mtoto mdogo akiucheza huu hata shuleni wakiweka huu mchezo ni mahesabu haya wanafaulu vizuri. Kwa hiyo tujumuike pamoja, ni waombe pia wadau mbalimbali waangalie sana huu mchezo, waweze kufadhili huu mchezo waweze kucheza. Ni watu wengi tulicheza mwaka jana tumecheza mashindano ya East Africa ya darts hapa. Bingwa alitoka Tanzania, tena ni mgogo, anatoka Dodoma. Ndio alikuwa bingwa wa mchezo kama single, kuna double, kuna single, kuna team game. Kwa hiyo tulikuwa na nchi mbalimbali, Uganda, Kenya, Tanzania na wapi. Kwa hiyo watu wajitokeze. Waziri wa michezo ni muombe ili mchezo huu waangalie kwa jicho moja. Taasisi zote za michezo, watu wote wanaohusishwa na michezo, waangalie pia huu mchezo kwa jicho moja. Kwanza huu mchezo wakifuatilia ni mchezo ambao sio wa kihuni. Na huu mchezo anacheza mtu yoyote, rika lolote. Mpaka miaka 80 unacheza huu mchezo. Tofauti na football ukifika miaka fulani huwezi kucheza. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba huu ni mshikamano. Hii michezo tunafanya kwa ajili ya mshikamano, kujuana, mahusiano mema, lakini pia kuijenga nchi yetu. Kuangalia vijana wa rika mbalimbali badala ya kujihusisha na mambo ya wizi, mambo ambayo ya utapeli, wacheze michezo kama hii kwa sababu tunaona pale watu wanacheza. Mshindi wa kwanza anasema na 200,000, mshindi wa pili ana kombe si laki 70, mwingine 50,000. Kwa hiyo ni kipato pia, mtu anajipatia kipato kwa kutumia
akili yake. Pale ni watu wanatumia mahesabu zaidi. Kwa hiyo mimi niwakaribishe sana katika viwanja hivi vya Roma Complex, lakini pia niwakaribishe wanawake wenzangu. Wanawake wenzangu bwana, tunapenda kupambana na mambo magumu mengi. Tunasahau hata michezo. Tuingie kwenye michezo hii. Huwezi kucheza basket, njoo kucheza darts. Hapa ni kurusha mishale tu na unatumia akili. Umeshindwa kucheza mpira wa miguu, njoo cheza michezo kama hii. Tusipambane tu na mambo ya mitaani, unakuwa na frustrated nyingi, unakuwa na msongo wa mawazo. Huu mchezo nimesema unaondoa stress. Kwa hiyo niwakilisha wanawake wote Tanzania. Mimi ni mjumbe mwakilishi wa taifa wa wanawake kwa mchezo huu, ni balozi pia wa jeshi la polisi katika mchezo huu. Kwa hiyo watu waje wajumuike, tucheze, tukae pamoja, tusemezane, tujenge nchi. Asheri Media haikuishia hapo tu. Tulipata wasaa kuongea na mgeni rasmi wa mchezo huo kutoka Baraza la Michezo Taifa, naye alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Ingrid Kimario, na tokea Baraza la Michezo la Taifa, na mwakilisha katibu mtendaji wa baraza katika kufungua mashindano haya ya mchezo wa mishale. Kiongozi, kumekuwepo kwa muda mrefu sana mashindano haya, tulikuwa tujawahi kuyaona. Mimi nahisi kwa upande wangu kwamba ni mchezo ambao ulikuwa umesaulika. Lengo na mazumuni kuanzisha tena michezo kama hii ya mishale ambao maarufu darts. Ni nini haswa mheshimiwa Kiowendwe kama mgeni rasmi? Na sema kwamba kwanza michezo inaleta watu pamoja. Kama slogan ya mchezo wenyewe wa darts unaposema mishale marafiki wapya, mishale. Kwa hiyo katika michezo kuna mambo mengi kama haya, mambo ya urafiki. Kama leo tumefahamiana na watu ambao tulikuwa tufahamiani na wengine tulionana nao siku nyingi, lakini tumeweza kukutana tena mahali hapa kuweka karibu, na kama filosofi ya mama inavyosema 04R, kufanya maridhiano, kuwaweka watu pamoja, kuleta amani. Kwa hiyo michezo pia ni tool ambayo inaweza kutumika kuleta amani, hata kama watu wamegombana, lakini katika michezo mnapokuwa pamoja basi mnapatana na mnakuwa na amani, mnaendeleza urafiki. Mimi nawasihi tu na nawashauri wafuatilie. Mchezo ni mzuri, kama nilivyosema, pia baba yangu ni retired lakini alikuwa anacheza huu mchezo. Kwa hiyo ni mchezo kama michezo mingine, inachangamsha pia akili, inachangamsha mwili. Kama unaposimama unarusha mishale, ni sehemu ya mazoezi. Nasema Baraza la Michezo nimeona ni michezo mingi sasa hivi imeamka, ni kutokana na ile nguvu ambayo baraza imeweka, lakini nguvu pia ya serikali yetu ambayo imeweka katika michezo. Kwa hiyo michezo yote sisi tu tunatakiwa kama wananchi sasa muamke, kila mmoja aone fursa katika michezo. Na kupitia michezo kuna fursa nyingi, kama tulivyoona mahali hapa, kuna watu wamesafiri, kwa hiyo vyombo vya usafiri wamepata hela. Kuna watu wamelala, kwa hiyo wenye magesti wamepata hela. Kuna watu watakula, kwa hiyo wenye chakula wanaohusika na vyakula wamepata pesa. Kwa hiyo michezo ni fursa kwa kila mtu, ni kuchangamkia tu. Huu ni mwanzo na wanaendelea pambana, kama kwenye taarifa yao mwezi wa 6 wana mashindano ya East Africa. Kwa hiyo ina maana nchi zile East Africa zaidi ya 5 zitakuwa mahali hapa Tanzania. Kwa hiyo ina maana wanaendelea kujipanua zaidi. Naye kijana machachari alijitokeza katika mchezo huo wa mishale, aliwashangaza watu wengi kwa kupata pointi nyingi. Samir Rashid. Mimi nilianza kucheza kuanzia umri wa miaka 10. Nimeanza kucheza kwa vile baba alikuwa anacheza. Nimependa hii mchezo sana na nikaanza kufanya mazoezi kwenye klabu yangu Upanga Darts Club UDC. Baada ya hapo mchezo huu nilipenda sana. Yaani sipendi kufungwa hata kidogo. Napenda kushinda sana. Congratulations. Asante sana. Hongera sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Mimi ni Beatrice Yuda, Asheri Media.